Kiazi kitamu ni moja ya chakula ambacho ukisikia kutoka kwa watu ambao ni wagonjwa, wengine sio wagonjwa, umekuwa ukituhumu kwamba kiazi kitamu kwamba ni kibaya. Kwa mfano, wagonjwa wa kisukari wamekuwa wakisema kwamba kiazi kitamu ni kibaya kwa sababu ni kitamu, kina sukari, kwa hiyo kile kitapandisha sukari ya damu. Ukija ukawasikiliza watu ambao wanataka kupungua uzito, wamekuwa wakisema kwamba kiazi kitamu ni kibaya kwa sababu kina wanga nyingi na stachi ambayo itapelekea habari za kuongezeka uzito na sio kupungua uzito. Ukija kuwasikiliza pia watu ambao wana changamoto za mmeng'enyo, wamekuwa wakisema kwamba ukila kiazi kitamu unapata kiungulia au unapata masuala ya gesi. Kwa hiyo kumekuwa na tuhuma hizo ambazo zinapelekea mjadala juu ya kiazi kitamu kuonekana kwamba kiazi kitamu ni kibaya, lakini katika video hii ya leo utaenda kusikia vitu vya tofauti, kwa sababu katika video hii naenda kuelezea faida kuu 6 za kula kiazi kitamu. Si kuangazia tu faida tu, tutaweza kuangazia kwa nini kiazi kitamu ni bora na kina faida zipi. Hivyo tutaviangazia katika video hii. Kwa hiyo kama unataka kufahamu ubora wa kiazi kitamu, basi tuende sambamba. Upo nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Mada ambayo iko hewani ni faida kuu 6 zitokanazo na ulaji wa kiazi kitamu. Kwanza tukiangazia kiazi kitamu chenyewe kina nini. Kiazi kitamu ni moja ya chakula ambacho kinapatikana kwenye kundi la vyakula ambavyo ni jamii ya mizizi. Ifahamike tu kwamba kiazi kitamu kimesheheni wanga iliyo bora ambayo ni ngumu kumeng'enya, kwa maana kwa inameng'enywa taratibu na hivyo kutokupelekea sukari ya damu kuweza kupanda kirahisi. Kina protein ya kawaida ambayo ni protein kwa namna mmea, ambayo tunasema kwamba ni protein ambayo ni bora sana, kwa maana kwamba hata wale wagonjwa ambao na changamoto za figo, kiazi kitamu kinaweza kuwa na sehemu ya ulaji wao, kwani kina protein ambayo haiwezi kuumiza figo, kwa maana kwamba ni protein ambayo ni friend, ni rafiki kwa figo za mwanadamu. Lakini fahamu pia kwamba kiazi kitamu kina mafuta kiwango kidogo sana, tena mafuta ambayo ni bora kwa ajili ya afya ya mwanadamu, kwa maana kwamba kwa ajili ya afya ya moyo na mishipa ya damu. Fahamu tu kwamba pia kiazi kitamu ni moja ya chakula ambacho kimesheheni vitamini kuu 3 nyingi. Moja ni vitamini A, lakini wakati ufahamu kwamba kiazi kitamu kina vitamini C nyingi, bila kusahau kwamba kiazi kitamu kimesheheni vitamini B6. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kiazi kitamu kina virutubisho vingi, ikiwa ni sambamba kwamba kiazi kitamu kina madini mengi kadha wa kadha, lakini kimesheheni zaidi madini aina ya magnesium ambayo tunafahamu kwamba inasaidia kwenye insha ya mmeng'enyo na kucontrol kiwango cha sukari na kuweza kuongeza ufanisi wa utendaji wa insulin kwenye kucontrol kiwango cha sukari kwenye damu. Lakini fahamu pia kina kiwango kingi cha madini ya manganese, potassium na madini chuma. Kwa hiyo kimesheheni haya madini ya kutosha. Kuna madini mengine lakini haya ni mengi zaidi. Mwisho ni kwamba fahamu kwamba kiazi kitamu kimesheheni compound ana beta carotene ambayo tunafahamu kwamba inasaidia kwenye masuala ya uono wa binadamu, uono mzuri wa macho, bila kusahau uwepo wa nyuzi lishe na wanga nyingine ambazo ni kwamba ni resistant starch. Kwa hiyo kiazi kitamu ni moja ya chakula ambacho kimesheheni virutubisho vingi sana. Kwa tafsiri nyingine tunasema kwamba ni nutrient dense food, ni chakula ambacho kimesheheni virutubisho. Sasa je, watu wamekuwa wakisema kwamba ni kibaya. Ni kweli kibaya? Nitakwambia kwamba ni hapana. Kiazi kitamu sio kibaya, bali ni kizuri. Kwa nini kizuri? Hebu tuangazie kwanza kwa wagonjwa kisukari ambao wamesema kwamba wenyewe hawezi kufua kwa sababu ni kitamu, kina sukari, kitabadilisha sukari kwa haraka sana. Nikufahamisha tu kwamba kiazi kitamu ni kizuri kwa sababu ya kwanza, kina low glycemic index. Glycemic index yake ni ndogo. Nikufahamishe tu kwa ufupi kwamba glycemic index ni kipimo ambacho huwa kinaangalia uwezo wa chakula ama speed ya chakula katika kupandisha sukari ya damu. Ukiangalia kiazi kitamu, glycemic index yake huwa ina range kati ya 44 mpaka 46, ambacho hii inamaanisha kwamba hii index ya hii chakula ni kidogo sana na kinafaa kuwa sehemu ya ulaji wa mgonjwa wa kisukari. Kwa kutumia kigezo hiki kinatuambia kabisa kwamba GI yake, glycemic index yake ni nzuri kabisa na hakuna namna ambavyo kinaweza kuhusiana na ongezeko la sukari kwenye damu.
Neno kitamu isifanye kwamba wewe uweze kusema kwamba hiki kimesheheni sukari. Sio kweli, kwa sababu hata wanga iliyopo ambayo ni aina ya starch ni complex sana, ni ngumu sana kumengenya. Kwa hiyo inapokuwa imemengenywa huwa inaachiliwa taratibu taratibu sana, kiasi kwamba huwa isababisha ongezeko la sukari kwa haraka sana. Ufahamu tu kwamba kuna issue ya nyuzi lishe na resistance starch ambazo ni aina ya wanga pia ambazo zinakuja kusaidia katika control ufyonzaji wa sukari hii kutoka kwenye hii kiazi. Kina wanga ambayo inamengenywa taratibu, lakini hiyo yenyewe imemengenywa taratibu ambayo iko tayari kwa ajili ya ufyonzaji inafyonzwa taratibu sana, kwa sababu ya masuala ya nyuzi lishe na resistance starch ambazo zipo kwenye kiazi hii kitamu. Alafu kingine wafahamishe tu kwa hawa ambao wanakuwa na wasiwasi kwamba kinaweza kupandisha sukari ya damu. Fahamu kwamba namna ya kukipia kiazi kitamu pia kitaweza kuamua kwamba kiweze kuwa kizuri kwa kiwango gani. Kwa mfano, huwa tunasema kwamba kisayansi inashauriwa kwamba kiazi kitamu kiliwe katika namna kuu tatu. Moja ni katika mfumo wa kukichemsha. Kilichochemshwa ni kizuri kwa sababu GI yake ambayo ni glycemic index ndio hiyo ndogo. Lakini pili ni kwamba unaweza ukakichoma, bado pia ukikichoma kiazi huwa GI yake ni ndogo sana, alafu unaweza kutumia kikiwa ni kibichi kwa kujua kama kukitafuna. Namna hizo kuu tatu utaweza kukuta kwamba kiazi kile kina glycemic index ya 44 mpaka 46 ambayo nimezungumza, ambayo ni ya kawaida. Kama utaamua kukikanga kwenye mafuta, ile ni kesi nyingine na hairuhusiwi, kwani hakiwezi kuwa bora kama ambavyo ungeweza kukichemsha ama kula kibichi ama kuweza kukichoma kwenye moto. Hii ni kitu cha kwanza ambacho tufahamu kwa nini kiazi kitamu ni bora sana. Sababu nyingine ya pili kwa nini ni bora ni kwa sababu ya wingi wa madini ya magnesium, ambayo magnesium hapa inakuja kusaidia hasa katika kudhibiti ongezeko la sukari ama ufyonzaji wa sukari kuelekea kwenye damu, na kudhibiti pia ongezeko la sukari kwenye damu, bila kusahau kwamba na magnesium yanaongeza ufanisi wa utendaji bora wa homoni ya insulin, na hivyo kuweza kusaidia katika kuondoa kiwango cha sukari kwa wagonjwa na wasio wagonjwa. Tatu, fahamu kwamba kiazi kitamu kimesheheni nyuzi lishe na resistant starch, ambavyo vitu hivyo vinasaidia katika kuhakikisha kwamba afya ya mmeng'enyo inakaa vizuri, kwani vinalisha bakteria walio bora kwenye mmeng'enyo wako. Utasema kwamba nyuzi lishe pamoja na resistant starch vina improve gut microbiome, ambayo hiyo ni faida kubwa sana kwako. Lakini pia vitu hivi nyuzi lishe pamoja na resistant starch vinasaidia kwenye control kiwango cha sukari, kiwango cha mafuta ya rehemu kwenye damu ambayo ni hypercholesteremia, kwa maana kwamba hivyo vitu vinasaidia kwenye kushusha kiwango cha mafuta hayo, lakini pia vinasaidia kwenye masuala ya kupungua uzito. Mwisho nifahamu kwamba kiazi kitamu kimesheheni vitu ambavyo ni antioxidant, yani vitu kama beta carotene, vitamin C na compound nyingine ambazo sema kwamba ni phenolic compounds, ambazo kwa kiufupi kwamba zinasaidia kwenye kupambana dhidi ya masuala ya kansa, kwenye control kiwango cha mafuta ya rehemu mwilini, kwenye kuhakikisha kwamba hormones zinafanya kazi katika kiwango ambacho ni sawa sawia, kwenye kuzuia mioto ambayo kwamba ni inflammation na vitu vingine kadha kadha. Kwa sababu hizi zote zinafanya chakula hiki ambacho kama ni kiazi kitamu kiwe chakula ambacho inatakiwa kila binadamu aweze kula na kuwa sehemu ya ulaji. Hata wewe ambaye mgonjwa wa sukari, inatakiwa chakula kiwe sehemu ya ulaji wako, kwani ni bora sana kwako. Hizi ilikuwa ni sababu ama sifa ambazo zinapelekea chakula hiki ambacho tunasema kwa kiazi kitamu kiwe bora sana. Kina faida gani kwenye mwili wa binadamu? Kuna faida kuu 6 ambazo nikufahamisha leo, na hizi zikushawishi wewe kufanya chakula hiki kiwe sehemu ya ulaji wako. Moja ni kwamba kiazi kitamu ni moja ya chakula ambacho kinaongeza kinga ya mwili na uono bora kwa mtu. Kwa maana ya kwamba uwepo wa vitamini A na vitamini C vinafanya chakula hiki kiweze kuongeza kinga ya mwili, lakini pia kinaongeza uwezo wa mtu kuweza kuona, hasa habari za vitamini A zimesheheni kwenye kiazi kitamu na zinasaidia kwenye masuala ya kuona, bila kusahau habari za beta carotene. Beta carotene pia inasaidia katika uono ambao uono bora wa macho yako wewe ambayo unahangaika na kisukari, lakini pia ambayo huhangaika na ugonjwa wa kisukari. Hii ni faida ya kwanza. Lakini faida ya pili, fahamu kwamba kiazi kitamu kinasaidia katika
katika katika kutengeneza afya bora ya mmeng'enyo. Inasaidiaje? Kwanza ni kupitia nyuzi lishe ambazo zinalisha bakteria wazuri, na pia pili kupitia habari za resistant starch ambazo bado zote zinalisha habari za bakteria wazuri, na pia uwepo wa vitamin A ambayo vitamin A inakuja kusaidia katika kuhakikisha ile mucus layer inakuwa iko imara sana. Nyuzi lishe na resistant starch zinapelekea hali ambayo kwamba ni gut microbiome kuwa katika kiwango, katika balance nzuri sana. Hii ni faida ya pili, lakini faida ya tatu ni kwamba kiazi kitamu kinasaidia katika kuimarisha afya ya moyo na mishipa ya damu. Kinasaidiaje? Ni kupitia nyuzi lishe, masuala antioxidant, madini ya potassium, lakini pia ni kupitia habari za resistant starch, ambapo inasaidiaje vitu hivi? Kwanza nyuzi lishe na resistant starch ambayo ni aina ya wanga inasaidia katika kushusha kiwango cha mafuta ya rehemu ambayo kama ni cholesterol, ambayo ingeweza kushambulia mishipa ya damu na kupelekea vitu kama atherosclerosis, majipu kutokea kwenye mishipa ya damu, kupelekea masuala ya heart attack, mshtuko wa moyo na masuala ya stroke. Kwa hiyo hiyo ni nyuzi lishe, ni nguvu ya nyuzi lishe na resistant starch ambayo vinakontrol kiwango cha cholesterol. Lakini habari za potassium, madini haya yanasaidia katika kukontrol kiwango cha pressure, ambayo hiyo inakuwa ni advantage kubwa sana au ni faida kubwa sana kwa wewe ambaye unahangaika na pressure ama uko katika kupata pressure, au hata wewe tu ambaye huna shida ya pressure, kwani potassium itaweza kuhakikisha kwamba pressure yako inakaa katika kiwango ambacho ni kizuri sana. Habari za antioxidant hizi zinasaidia katika control mioto ambayo inatokea sehemu mbalimbali za mwili, hasa kwenye mishipa ya damu, ambayo pia ingeweza kuchochea habari za atherosclerosis ama kuugua kwa mishipa ya damu ama kudhoofika kwa mishipa ya damu. Kwa hiyo ni faida ya tatu. Faida ya nne ni kwamba kiazi kitamu kinasaidia katika kupunguza ama kuzuia ongezeko la sukari kwenye damu, kwa sababu ya chenye kuwa na glycemic index ndogo, lakini kwa sababu ya uwepo wa madini ya magnesium, lakini kwa sababu ya uwepo wa nyuzi lishe na pamoja na wanga aina ya resistant starch, vyote kwa pamoja vinakuja kufanya kiazi hiki kitamu kuweza kusaidia katika kukontrol kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia kukontrol ufyonzaji wa sukari kwenye utumbo wako, kupeleka kwenye damu, na pia katika kuboresha ufanisi wa utendaji bora wa insulin ambayo inafanya kazi katika kushusha sukari. Kwa hiyo kwa mgonjwa kisukari, kiazi kitamu ndio kiwe sehemu ya ulaji asubuhi, kiasi na mchana na jioni. Ni chakula ambacho ni kizuri sana. Tano ni kwamba chakula hiki kinasaidia katika kupungua uzito, ambayo ni kwa sababu ya wanga hii ambayo ni resistant starch, habari za nyuzi lishe, lakini pia inakufanya wewe ukila kujisikia kwamba uko full, umeshiba wakati umepata nishati kidogo sana, ambayo kwako inakuwa ni advantage wewe ambaye anahangaika kupungua na uzito. Lakini kwa sababu hiki ya virutubisho vilivyopo kama nyuzi lishe, hii resistant starch, inafanya kwamba unapokuwa unapungua uzito kuweza kuwa salama sana. Fahamu kwamba wengi wanaopungua uzito, wale wengi huwa wanaishia kupata mawe kwenye mfuko wa nyongo, na ni kwa sababu tu kwamba unapopungua uzito katika namna ambayo sio sahihi ama kutumia vyakula ambavyo sio sahihi, huwa inasababisha concentration ya mafuta ya cholesterol kwenye mfuko wa nyongo, ambao mwisho wa siku huwa yanaganda na kutengeneza mabonge ambayo kama ni mawe kwenye mfuko wa nyongo. Lakini fahamu kwa sababu ukitumia kiazi kitamu kama sehemu yako kupungua uzito, huwa inasaidia unapungua vizuri pasipo kuleta hizo changamoto za kiafya. Mwisho niseme tu kwamba kiazi kitamu kinasaidia kwenye kuimarisha afya ya ngozi na nywele. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya uwepo wa vitu ambavyo kama ni vitamin A na vitamin C ambavyo vinasaidia katika utengenezaji wa collagen, hasa vitamin C, lakini vitamin A pia inasaidia kwenye afya ya ngozi na habari za nywele. Hizi ndio faida kuu 6 za kutumia kiazi kitamu, bila kusahau tu niongezee kwamba kiazi kitamu hiki kwa kuwa kinalinda moyo na mishipa yake ya damu na kukinga na issue ya ugonjwa wa kisukari, na kusaidia kwenye masuala ya upungua uzito. Kiazi kitamu hiki kwa mwanaume ni kizuri zaidi, kwani kitaweza pia kukinga na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Kinakufanya na kuwa na nguvu vizuri, na kukukinga na changamoto hii ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa natarajia wanaume pia wapende kutumia kiazi kitamu, lakini ni muhimu kutumia kiazi kitamu kikiwa kimekaangwa, kwani sio salama, bali unaweza kukitumia katika mfumo ambao ni kuchemsha, kuchoma, ama unaweza kutumia kikiwa ni
kibichi wakitafuna. Hizo ndio namna ambazo unaweza kuzitumia kuendelea kupata faida hizi ambazo nimezitaja. Hapa ndio umefikia mwisho. Nikushukuru tu wewe kwa kuitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Ni kutakia wakati mwema. Kwa heri.